Hii ni Ushindi Msalabani TV, Dar es Salaam, Tanzania. Gideoni mwana wa Yoashi pamoja na wana wa Israeli walikuwa katika mateso. Walikuwa wakilima ngano, kabla haijakomaa wanakwenda jamaa wanaikatakata. Ilikuwa wakati ambapo ng'ombe wao na kondoo wao wana mimba, hawa wa Midiani huenda wakatoa mimba, na kwa hivyo hawa jamaa wanaishi katika hofu sana. Gideoni alienda akajificha katika pango akijaribu kupepeta ngano ili Wamidiani wasije wakamuona akiwa katika shimo. Malaika wa Bwana anamtokea katika shimo, katika hofu yake, katika woga wake, anamwambia Bwana yu pamoja nawe, nani? Shujaa. Manake hata wakati wa hofu, hata wakati ambapo mambo hayaeleweki, ushujaa hauondoki bado. Amen. So malaika akamwambia Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa. Tena kila wakati ambapo Mungu anataka kufanya jambo katika maisha ya mwanadamu, humtuma mtu. Anapotaka kufanya jambo kwenye maisha yako, anapotaka kufanya jambo kwenye maisha yangu, Mungu humtuma mtu. Alipotaka kufanya jambo katika Misri kwa habari ya wana wa Israeli walipolia, alimtuma Musa. Alipotaka kufanya jambo katika nchi ya Israeli wakati wa mateso ya Midiani, alimtuma Gideoni. Wakati mwingine tunamuona mtu lakini hatumuoni Mungu ndani yake. Ndivyo ilivyo. Wakati ule Mungu alipotaka kukomboa Waisraeli katika nchi ya Misri, alimtuma Musa. Walipomtazama walimuona Musa, wakumuona Mungu. Na alipotaka kuokoa Waisraeli katika nchi ya Midiani, alimtuma Gideoni. Anapotaka kuiokoa Tanzania, lazima ana Gideoni katika Tanzania. Amen. Lakini Watanzania wanapotazama hawamuoni Mungu ndani ya Gideoni, wanamuona Gideoni peke yake. Lakini ndani ya Gideoni yuko Mungu ambaye anataka kuiokoa Tanzania. Wakati ule Gideoni anatazama hali yake na mazingira yake, haelewi ya kwamba Mungu hatumii watu maarufu sana. Mungu anatafuta wale ambao asili yao ni duni kabisa, ili awapandishe wakae pamoja na wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akimtuma mtu atamlinda kwa gharama yake mwenyewe. Mungu atahakikisha huyu mtu hafi mpaka kusudi la Mungu ndani yake limefanya nini? Limetimia. Naamini kuna jambo Mungu anafanya. Wakati mwingine sisi wanadamu si rahisi kulijua, lakini pana jambo anafanya. Katika Israeli watu wakanyamaza kimya kwa sababu palikuwa na madhabahu iliyosimikwa na Yoashi baba yake na Gideoni, ambayo ilikuwa inasema nyamaza kimya, uwe na hofu, usiinuke, nyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Naamini katika ukimya wa Tanzania iko madhabahu inafanya haya. Lakini jiulize, ilikuwaje toka mwanzo hawakuwa na ujasiri wa kwenda kupigana wa Midiani? Baada ya madhabahu kubomoka, watu wakasimama tena. Manake iko madhabahu ambayo tutakapoibomoa, tutakapoipiga ile madhabahu, kwa maana vita yetu sio katika mwili na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Tutakapoipiga ile madhabahu, watu wataamka, watapata ujasiri tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen.